Manahodha wa maboti ya utalii Zanzibar wametakiwa kuwa makini katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku pamoja na kuzingatia silka na utamaduni wa Mzanzibari wanapotoa huduma kwa wageni. Wito huo umetolewa na Kaimu Mkurugenzi wa Huduma za Bandari na Meli kutoka Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar ZMA, ndugu Salma Suleiman, alipokuwa akizungumza katika kikao na manahodha wa wilaya ya Kaskazini Unguja kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano ZMA Malindi mkoa mjini Magharibi. Amesema lengo la kikao hicho ni kuwakumbusha manahodha wajibu wao wa kufuata sheria na miongozo iliyowekwa na mamlaka husika sambamba na kuheshimu mila na desturi za Mzanzibari wanapohudumia watalii. Leo tumewaita manahodha kutoka Kaskazini Unguja kwa ajili ya kuja, manahodha wa Sunset, kwa ajili ya kuja kuzungumza nao kuhusiana na kufuata taratibu za kiusalama ambazo zimewekwa na mamlaka. Na kwa kweli tumeweza kuwafahamisha mambo mengi, ikiwemo ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanapakia abiria katika hizo dau zao za Sunset kulingana na leseni zao walizopangiwa. Pia kuhakikisha kwamba manahodha wote wanaoendesha dau hizo wana leseni, na vile vile kuhakikisha muda, kwa sababu hizi dau za Sunset zimewekewa muda maalum wa kucruise huko kwenye bahari, na mwisho wake mara nyingi inakuwa ni baada ya jua kuzama. Kwa hiyo wengi wao walikuwa hawafahamu. Kwa hiyo ni katika program zetu zile za kutoa elimu. Kwa hiyo tumeanza kwanza kuwafahamisha hapa, lakini baadaye tutakwenda katika hizo wilaya na sheria ili kuzidi kuwapatia elimu. Ni baada ya kupata taarifa kwamba utendaji wao wa kazi haufuati taratibu, na hivyo tulitakiwa kuangalia kwamba je, tutawasaidia vipi, lakini tumegundua kwamba wengi wao hawaelewi kwamba kuna taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa katika kuoperate hizo Sunset boti zao. Kwa hiyo tukawaita na tukaambia kwamba baadhi ya vitu ambavyo ni marufuku, ikiwemo kuongeza abiria. Walikuwa na utaratibu kwamba as long as abiria au mtalii yupo, wao wanapakia, hawajalishi kwamba kile chombo hakiruhusiwi. Na pia ukaaji wa kwenye zile boti pia ulikuwa ni wa kuhatarisha, hawavai life jackets. Pia walikuwa na cruise na zile boti zao mpaka usiku, wakati mwingine saa 4. Kwa hiyo hivyo vitu tumewaelekeza, na pia tukawataka kwamba mwisho wa kuoperate hizo boti iwe ni saa 12:30 au jua linapozama. Kwa upande wake, kiongozi wa Mamlaka ya Usafiri Baharini mkoa wa Kaskazini Unguja bandari ya Mkokotoni, ndugu Simai Nyange Simai, amesema kuwa madhumuni ya kikao hicho ni kutoa elimu kwa manahodha kuhusu majukumu yao, hususan umuhimu wa kuzingatia usalama wanapokuwa safarini baharini. Madhumuni ya hichi kikao, tumewaita watu wa madau ya Sunset ambao madau yale yanachukua wageni kwa ajili ya kutembeza Sunset, jua pale linapozama. Sasa tumeita hapa leo kwa ajili ya kuwapa elimu, kubadilishana mawazo juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili, juu ya utendaji kazi wao, kwa sababu ile ni tasnia ya bahari, ile ni sekta ya bahari na sisi ndio mama wa hiyo bahari. Kwa hiyo tumewaita kwa ajili ya kusababisha, kuweka haya mambo sawa kwa ajili ya kuondoa angalau zile changamoto, kwa mfano za kutokea ajali za mara kwa mara sehemu za bahari. Tumewaita manahodha kwa sababu ya kwamba wao ndio ambao wanabeba ile jukumu kubwa kwa ajili ya kuchukua wale wageni, kwa sababu ile ni bahari. Kwa hiyo ipo haja ya mara kwa mara kuwakumbusha usalama wa wale wageni, kwa sababu tuikumbuka ya kwamba wageni ndio uti wa mgongo wa utalii, ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu. Kwa hiyo lazima sisi kama ZMA tuna play part kupitia bahari. Lazima tuwaite manahodha kwa sababu ndio wadau wetu namba 1 wa tasnia ya bahari. Kwa hiyo manahodha na changamoto mingi, wapo wanahitaji kupata ile elimu ya mara kwa mara kwa sababu ile ni bahari. Kwa hiyo kunakuwa na mabadiliko ya bahari. Kwa hiyo changamoto ambazo unazipata manahodha, changamoto ambazo za kawaida, kwa mfano ile ni bahari, changamoto ya kukumbushwa kielimu juu ya zile shughuli zao za bahari. Naye mmoja wa manahodha walioshiriki katika kikao hicho, ndugu Ali Hamada Haji, ameushukuru uongozi wa ZMA kwa kuandaa kikao hicho, huku akisema kitawasaidia kuwakumbusha wajibu wao na kuwajengea uelewa zaidi katika kazi zao.
kikao kimetufundisha mambo mengi, kwa sababu tulikuwa tunafanya tu vitu ambavyo vingine hatuvifahamu. Tumepata kujua kwamba kwanza tulikuwa tuna leseni, lakini tulikuwa hatujui kama kwenye leseni kuna idadi ya uchukuzi. Kwenye leseni kulikuwa kuna idadi ya uchukuzi, lakini vile vile tumepata kujua kwamba leseni pia vile vile kwenye boti kuna leseni ya kapteni. Kwa ndo hivyo tumepata mingi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.